Hello my good people, kama ambavyo mnaona tayari nimeshawekea chakula. Leo kwa mara ya kwanza wanakula kwenye mabeseni. Unaweza kuona kule tayari wameshajaa. Lakini hawajajua kwamba kuna chombo kingine au wanakiogopa. Lakini utaweza kuona hapa wamesharipoti wengi na kule pia wataenda. Ona wanapochangamkia chakula. Kuna chakula kule, oya. Haya, kwenda mkule. Wanaendelea vizuri na wanakula vizuri. Jamani, wanachangamka. Walivyokuja kama 10-20 hivi walikuwa wamelala tu chali hivi. Nikasema watapona kweli hawa? Nilikuwa sina hata imani kama watapona. My friend, walipokutana na hili joto baada ya lisaa hivi wote waliinuka. Wote waliinuka na walikuwa wanachangamka vizuri sana. Unaweza kuona na kule nako wameanza kuingia na huku nako ndo unaona wamejaa. Mimi ndio maana napenda hivi vyombo. Wanakula wengi, yani bila stress. Hawa nao wanaozunguka hao nao wakigundua kule kuna chakula nao kule watajaa. Kwa hiyo wanakula, wanakuja kunywa maji, wanakula vizuri bila stress. Kuliko watu tu vyombo tu kuzunguka huko. Mimi watu tu vyombo kwa kweli, kwa broiler, Hata nikifuga Saso, mwezi wa kwanza, mwezi mzima wanakula kwenye mabeseni. Hata broiler, mwezi mzima wanakula kwenye mabeseni. Wakishaingia mwezi wa pili unaanza kuwawekea vyombo sasa. Wale vizuri ili waweze kunawili vizuri. Na ukiwawekea uto tu vyombo ndio unaweza kukuta kwenye banda lako, kwenye hiyo bachi ya vifaranga wako, unakuta wengine wanakuwa, wengine wanabaki nyuma, wanatofautiana makuzi. Kwa sababu wanaokuwa na uwezo wa kuzunguka hicho chombo ni wale wenye nguvu, wenye power, wanawapush wenzao. Lakini kila mmoja anaingia, hamna mtu mwenye muda wa kusukuma wenzake, si unaona? Hakuna kuku mwenye muda wa kumfukuza mwingine. Wote wameingia na wote wanakula. Wengine wanatafuta nafasi nao wataingia. Bado unaweza kuona kuna gaps unaweza kuingia wengine. Kwa hiyo hicho tu ndo nakipendea. Mimi kuku wangu huwezi kukuta wana tofauti sana ya makuzi, huwezi kukuta wana tofauti sana ya makuzi. Yaani wote wanakuwa vizuri mno. Unaona Kama utakuta kina tofauti ya makuzi unaweza kukuta labda kimoja au viwili. Kwa mfano hii bachi ambayo tumemalizia kuuza saizi, hakuna hata mmoja mwenye tofauti ya makuzi. Hata yule aliyepooza yule naye anaenda vizuri kabisa. Kwenda kula huko. Kwani nyinyi muone wenzao wanakula chakula kule, hebu kwendeni huko mkae. Hawakuona, unaona wanakimbilia. Hawakuona, akili yao yote ipo kwenye joto. Kuna kabaridi kwa sababu kuna mvua imenyesha. Kwa hiyo kuna kabaridi. Ndio maana nimewekea joto. Na wengine wanauliza jamani, joto unaweka kwa muda gani? Joto unaweka kulingana na hali ya hewa ya huko kwenu. Siku nyingine kwa mfano unaweza kuwekea siku 3 au siku 5 ukaacha. Lakini ukiona siku kumekucha vibaya, unawawekea tu joto. Joto linawasaidia pia nao kukua vizuri. Kwa hiyo hamna guarantee maalum kwamba siku 2 tu joto basi, siku 3 tu. Inategemea na hali ya hewa huko uliko wewe, lakini pia inategemea na siku jinsi kulivyokucha. Mimi naishi kwenye ardhi joto sana, lakini ukinyesha mvua, my friend, na mwezi wa 6 mikoa mingi yenye joto Tanzania inakuwaga na baridi. Wa 6 wa 7 kunakuwaga na baridi kali kabisa. Kwa hiyo lazima uwafikirie na uweze kuwekea joto ili kuku wako waende vizuri, asije kunyate. Mmeona wakongo walipokuwa wanakimbia kwa sababu kuna joto. Lakini kungekuwa hakuna joto na mvua ilionyesha leo asubuhi hii, mimi mwenyewe nimechelewa kutoka. Saa hizi saa 4 ndio nakuja kuwekea chakula. Nimechelewa kutoka kitandani kwa sababu baridi, mvua imenyesha nzito kwa muda mfupi, lakini imenyesha nzito. Nikakumbuka sasa wacha nikawawekee joto kwa kuwa kumetulia kidogo. Nikawawekee joto. Ndio nimekuta wamefagia chini hamna kitu. So ndio nimeanza kuwawekea chakula kwenye mabeseni. So people, msinitukane, msinitusi, msinishambulie. Ni maamuzi tu ya mtu kuwalishia kwenye beseni, kwenye kalai, kwenye ndoo, au unachukua friji au jokofu na walishia. Ni uamuzi wa mtu. Mheshimu maamuzi ya watu. Msianze tukana watu sijui nini. Ukiona mtu anafanya hicho kitu, ana akili na utashi na ameona hicho kitu kinamfaa. Lakini wewe usije ukaanza kumtukana. That is not fair. It's not fair at all. Nimetoa sababu. Ukiwawekea hivi wanakula kwa nafasi. Hakuna scramble ile. Yaani scramble ile hakuna. Kuliko ukiwekea tu vyombo chenye mduara mdogo. Wenye nguvu ndo wanakula, na tofauti inakuwa kubwa kati ya wenye nguvu na wasio na nguvu hata katika makuzi. Ukiingia bandani kwako unaona vingine vidogo, vingine vikubwa, na vyote viliingia siku moja na vinakula chakula pamoja. Shida iko wapi? Scramble. Wenye nguvu ndo wanakuja kula. Wasio kuwa na nguvu ndo wanabaki pembeni. Unanielewa hapo? Kwa hiyo ni mimi tu nimeona hivyo. So heshimu tu maamuzi yangu. Love you so much.